السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Himdi na shukurani na sifa njema ni za Allah tabaraka wa taala kwa neema zake na kudra zake na uwezo wake kutimia yale yaliyo mema. Tunabudi kurejesha shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala kwa kule kutuafikia kukutana tena kwa mara ya pili baada ya khutba ya Jumaa, na vile vile hatuna budi pia kurejesha shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa taala kwa kule kutuafikia kuweza kuswali swala kwa jamaa na kisha na kuweza kuketi kusikia darasa. Si wote waliowafikiwa kwa hayo, na watu wametamani kuja kuswali lakini hawakupata taufiki Allah tabaraka wa taala kuswali nasi hapa. Kuna watu walitamani kuja kusikia darasa lakini hawakuafikiwa na Mola wao kuja kusikiliza darasa, bali kuna na watu ambao kwamba hawakutaka kuswali na hawakutaka kusikia darasa. Lakini kwa hao twasema ya kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze kwenye barabara ya sawa, na Mwenyezi Mungu atuongoze sote kwenye barabara ya sawa. Lakini ninapopataka mimi kwa sisi, mashaallah, kwa idadi hii kubwa ambao kwamba tuko hapa, kuna watu toka mbali, msikiti uko mjini hapa, kuna watu wako mbali hawaishi hapa mjini, lakini mumetoka mulipotoka kwa idadi hii kubwa kuja kusikiliza darasa, basi tutasema kwamba Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri kwa kila hatua ambao kwamba mmeinua kwa lengo la kuja kupata istifada katika muhadhara kama huu, kwa kule kuyasikia Allah tabaraka wa taala na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na namwomba Allah tabaraka wa taala kwa sote, kwa mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji, atuwekee katika mizani hasanati zetu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kama tulivyotangaza katika khutba yetu ya Ijumaa, kulingana na maudhui tutakayoizungumza kwa kikao chetu cha leo hiki, ni al-ibtila'u sunnatullahi fil kawn. Al-ibtila'u wal-imtihanu wal-ikhtibaru sunnatullahi fi khalqihi wa sunnatullahi fil kawn. Kule kuonjwa na kufanyiwa mitihani na Allah tabaraka wa taala ni mwenendo miongoni wa mienendo ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake na katika huu ulimwengu. Na hili la kufanyiwa mtihani
ni moja katika ikramu aliofanyiwa mwanadamu. Sote twakiri ya kwamba laqad khalaqa Allahu al-insan wa karramahu fi hadhihi al-hayat. Allah tabarak wa taala memuumba mwanadamu kisha kamtukuza kwenye maisha haya, na sote tofahamu kwa aya mashuhuri inenayo walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Walaqad karramna bani adam, na hakika tumemtukuza mwana wa Adamu ama wanadamu. Kutukuzwa kwa mwanadamu, kwa nyingi tafsiri zilizotoka kwa wanazuoni, kuna wanazuoni wasema kwa umbile lake aliloumbwa mwanadamu, kwa kule hata kutembea kwake, kusimama wima na kutembea kwa miguu miwili, hiyo ni ikramu miongoni mwa ikramu alizomfanyia Allah tabaraka wa taala mwanadamu. Ikramu ya mwanadamu aliofanyiwa na Mola wake, ikramu ya kupawa akili ya kuweza kufahamu mambo na kupambanua mambo. Ikramu ya mwanadamu Mola wake aliomfanyia kwa kule kumpatia ulimi wa kuweza kutemka na kufahamika. Bali ikramu ya mwanadamu, kuna baadhi ya wanazuoni husema hata kule kufa kwake kisha akaoshwa pia ni ikramu kwa mwanadamu kutoka kwa Mola wake. Lakini kuna na ikramu nayo tusisahau, ambapo kwamba ikramu hiyo ndiyo kiini cha maudhui yetu ya leo na muhadhara wetu wa leo. Ikramu gani? Ikramu ya kumuumba mwanadamu na hakumuumba ovyo. Allah tabarak wa taala katuumba kwa malengo. Kanena mwenyewe katika kitabu chake kitukufu, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun. Yani hivi nyinyi munadhani ya kwamba sisi tumewaumba nyinyi ovyo, tumewaumba nyinyi pasina kuwa na malengo, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamutorejeshwa na hamutorejea? Kama Mwenyezi Mungu kunena ayahsabul insanu an yutraka suda, hivi huyu mwanadamu adhani ya kwamba ataachwa ovyo, ya kwamba sisi tumemuumba pasina kuwa na mwelekeo naye? La, Allah tabaraka wa taala katuumba kwa malengo, na miongoni wa malengo makubwa ni kule Allah tabaraka wa taala kutufanyia al-imtihanu wal-ibtilau wal-ikhtibaru, pindi pia aliposema tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo al-ibtilau ni ikramu kwa mwanadamu, kule kuumbwa kwa malengo ya kufanyiwa mtihani. Ni Allah tabarak wa taala ametunyanyua na ametukirimu. Ng'ombe hana mtihani, punda hana mtihani, na kila aina ya mnyama hana mtihani, lakini mtihani kwa wanadamu na kule kwetu kufanyiwa mtihani ni ikramu ya Allah tabarak wa taala kwetu sisi, kwa kule kutunyanyua na kutufadhilisha, kutufanya bora kuliko vingi alivyovifadhilisha. Lakini hapa nataka kutoa nukta kabla sijaendelea na mhadhara wangu. Angalia mwanadamu kwa kipimo cha Mola wake kumkirimu na kumfanyia takrimu, amefadhilishwa kuhusu vingi vilivyofadhilishwa. Kunao walionena katika hii aya wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila, kuna walionena ya kwamba malaika hawapo hapo,
malaika wametolewa, Mwenyezi Mungu hakusema amewafadhilisha wanadamu juu ya vyote alivyovifadhilisha walioviumba. Ina maana ya kwamba malaika hapo wametolewa. Kuna waliosimama kwa kunena malaika ni bora kuliko hata wanadamu, lakini kuna walionena la, ikiwa atasimama mwanadamu kwa msimamo wa sawa na msimamo wa kumcha Mola wake, haki ya kumcha, basi atakuwa bora kuliko hata malaika. Kivipi? Kwa sababu malaika hawana matamanio na vishawishi vyenye kuwashawishi wao, lakini mwanadamu unao vishawishi vya kukushawishi ili usifanye yaliyo mema, ufanye yaliyo maovu. Lakini ukapigana na hawa zako, ukapigana na nafsi yako, ukapigana na moyo wako, ukaacha ambao kwamba hayastahiki kufanywa, ukaenda ukafanya yanayostahiki kufanywa, ukisimama kwa ucha Mungu vilivyo mwanadamu wako. Baadhi ya wanazuoni wanaonena ya kwamba huwa ni bora mwanadamu huyo kuliko hata malaika. Lakini angalia hatari ilipo, huyu mwanadamu akijifanya hamnazo, ikramu yake hupotea. Licha kuwa sawa na malaika au kumshinda malaika, hata kwa mwanadamu mwenzake pia hafiki. Mwenyezi Mungu asema walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhallu. Subhanallah. Na hao kina nani? Ulaika humul ghafilun, wale walioghafilika na toa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu asema tumeumba moto, tumeumba jahannam kwa lengo la wingi wa watu na majini watakaoingia katika hiyo jahannam, kwa sababu wao wana nyoyo lakini hawatumii akili kwa nyoyo zao, na wao wana macho lakini hawataki kuangalia ya haki na ya usawa kwa macho hayo, na wao wana masikio lakini hawataki kusikia kwa masikio hayo, na hao wamekuwa kama wanyama, bali wao wapotevu zaidi, hao wale walioghafilika. Angalia hatari. Mwanadamu alipandishwa daraja na cheo akafika kiwango hutaka hata kumshinda malaika, lakini mwanadamu kwa kughafilika kwake imekuwa hata nyama mbora kumliko hata yeye. Hii na ibara gani na hii na mazingatio gani ya kwamba mwanadamu utakuwa bora usimamapo kwa ubora wako, na mwanadamu utakosa ubora pindi utakapokataa kusimama kwa ubora wako. Ni pale alipokuweka Mola wako, simama pale pale, usiondoke kwenye barabara ya sawa na usiondoke kwenye mstari wa haki. Tuondoka hapo, itakuwa ikramu yetu kwa Mola wetu tulioipata, ikramu ile hupotea, bali sisi huitwa wapotevu zaidi kuliko hata wanyama. Lakini Mwenyezi Mungu katika kutukirimu ni kule kwamba hakutuumba ovyo, alituumba kwa malengo, na miongoni wa malengo na juu ya malengo ni kule kutufanyia sisi mitihani. Ndugu zanguni katika imani, asema Ibnul Qayyim, fa akhbara subhanahu, ametoa habari Allah tabaraka wa taala. Wapi? Kwenye aya tuliyotangulia kusema ya kwamba walaqad karramna bani adam. Asema fa akhbara subhanahu an khalqil alam wal mauta wal hayata wa tazyina al ardha bima alaiha. Mwenyezi Mungu kule kwake kutoa habari kwa kule kwake kuumba ulimwengu. Wale Mwenyezi Mungu alitukirimu kwa kutuleta katika huu ulimwengu, kama tulivyonena mwanzo wa muhawara. Ikramu tumeipata, akashatuumba, lakini hakutuacha ovyo, akatufadhilisha kwa aya tuliyoisoma, tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir.
alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sasa kule kufanyiwa mitihani na kule sisi kuletwa ulimwenguni kwa lengo la kufanyiwa mitihani, Ibnul Qayyim asema fa akhbara subhanahu, atoa habari aliyotakasika aliyotukuka, an khalqil alam, kwa kuumbwa ulimwengu, wal mauta wal hayata, na mauti na uhai, wa tazyina al ardha bima alaiha, na kupambwa ardhi kwa vilivyomo juu yake, annahu lilibtilai wal imtihani, ni lengo la watu kufanyiwa mitihani, liyakhtabira khalqahu, ili Allah tabarak wa taala wafanyie mitihani waja wake, ayyuhum ahsanu amala, ni nani atakayetenda amali iliyo nzuri zaidi. Kisha akasema fa inna qaidatal hayati, lakini polisi ya maisha, allati buniyat alaiha alhayat, ambapo kwamba imejengewa juu yake uhai, annaha, ya kuwa haya maisha daru mihnatin wabtilai, kwamba hapa duniani na haya maisha tunaoishi tuko kwenye nyumba ya kufanyiwa mitihani na sisi kuonjwa. La daru saadati warakhai, sio nyumba ya sisi kuwa na furaha wala sisi kuwa na raha. Kwa hivyo tumeletwa duniani kwa lengo la kufanyiwa mitihani. Mitihani ipo na hatutoacha sisi kuwa katika mitihani, madamu ndilo lengo tulilombwa nalo. Mahma kana, twende tuendavo, tufike tufikapo, lakini tujue mitihani itatukumba. Nami nanena hakuna asiokuwa na mtihani, kwa kila upande kuna mtihani. Ni tufahamu tu hapa duniani vipi tutakwenda na mitihani kama hiyo, kama tutakavyoona mbele ya darasa, lakini hakuna yoyote ambaye kwamba hayuko kwenye mitihani. Acha mitihani ya kuwa kila mmoja na mtihani wake kivyake. Kuna watu wana mitihani yao, kila mmoja ana yake, lakini acha kwa yote hayo ya kuwa kwamba kila mmoja ana yake, tushikeni tu ya kwamba Mola wetu ataka kule ametuwekea, lazima kwa siku tuswali vipindi 5, lazima Ramadhani ikiingia ufunge, lazima kwa mali yako utoe zaka, na kwa kila sheria aliyotuwekea kwenye kutuamrisha na kutukataza, ni mtihani tosha kwetu sote. Na wengi watu hufeli kwa mtihani huo, kando na mitihani mingineyo ambao kwamba kila mmoja ana mtihani kivyake. Hapa kila mmoja ana mtihani kivyake, kila mmoja ana shida zake. Huyu ana hili, mwingine ana lile, mwingine amesongwa na hivi, mwingine amesongwa na vile. Kila mmoja ana mtihani, ni kuzidiana tu kwenye ile mitihani, lakini kila mmoja ana yake. Kuna watu wana mitihani, hudaiwa, hawezi hata kutoka hapo. Akifungua mlango, watu hao, pesa zangu vipi? Kuna watu wamepata mtihani, kaoa, lakini nyumbani kwake hana raha, ingiapo maneno tu ambayo ipambauke atoke. Mwanzo ni waulize suala, ndugu zangu mlioko Masjid Aisha hapa Malindi, stress za deni na stress za mke kukusumbua nyumbani, heri lipi? Waume mmetoka kishindo, heri la deni. Heri deni kuliko wasu ulioko ndani ya nyumba. Saa zote hivi, saa zote mara vile. Kweli wingi kati ya waume, nimewahi kuuliza hili suala, na hapa wanawake pia takawasikie. Nimeuliza suala hili Mombasa. Deni ni zito. Deni ni jambo zito sana. Deni si jambo rahisi. Ndio kaona hata kisheria yetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikata mpaka kuswali aliyekufa kwa sababu ya deni. Ina maana jambo zito sana. Lakini niliwahi kuwauliza watu ndani ya Mombasa kwenye muhadhara hili nililowauliza nyinyi, na wanaume wakalitoa hivyo hivyo, wakasema heri deni
kuliko stresi zilizoko ndani ya nyumba. Wanawake, kazi kwenu, muangalie vipi mutajitetea na vipi mutajitasua na vipi mutajiokoa kwa hili wanalonena wanaume. Lakini ni kweli kila mmoja na mtihani kivyake, na kila mmoja na mtihani kwa upande wake. Ni mwanadamu tu afahamu ya kwamba tuko duniani kwa lengo la kufanyiwa mtihani, na hapa duniani ama dunia si nyumba ya furaha, ni nyumba ya sisi kufanyiwa mitihani. Ndipo hata katika hadithi mashuhuri ile inaonena ya kwamba ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ukiangalia sherhe ya hadithi utakuta ya kwamba tuoneshwa sisi hivi hivi tulivyo waumini, kwamba hapa duniani sisi kuna mambo tunataka kuyafanya, lakini Mwenyezi Mungu ametuambia tusifanye. Lakini kwa asiyekuwa Muislamu ambaye kwamba ni kafiri, husimama kwa kufanya atakavyo mwenyewe kwa yote mambo. Lakini kwetu tukaona kama jela, kwa kuwa kuna mambo tumezuiwa, hatuna ruhusa kufanya, na kuna mambo tumeamrishwa sisi kufanya, imekuwa sisi kama tulioko jela. Ni kule kule twarudi ya kwamba dunia si nyumba ya raha, dunia ni nyumba ya watu kufanyiwa mtihani. Lakini na huko tuendako kwa taufiki Allah tabaraka wa taala tutakuwa kwenye raha, kwa sababu huko hakuna cha mitihani. Na hao wenye raha hapa, kule kwao ama huko watakuwa wako kwenye karaha, na wao watakuwa wako kwenye shida. Lakini mtu muumini duniani kuona ya kwamba tuko jela, ni kwamba tufanyiwa sisi mitihani na Allah tabaraka wa taala. Na hata kule kwamba tuko jela, kwenye sherehe ya hadithi kuoneshwa kufananishwa pia kwa raha tutakazozipata kule, basi tukifananisha na huku twajiona huku hata tuko kwenye tabu na shida. Lakini kule kwa raha tutakazozipata, wallahi kwetu sisi itakuwa ni neema kubwa sana. Ni kama kwa kafiri. Kwa kafiri hapa hujiona amepata kila kitu kwa kuwa yuko peponi, lakini huko endako atakuwa korokoroni na atakuwa yuko jelani. Ina maana ya kwamba hapa duniani tumekuja sisi kwa lengo la kufanyiwa mitihani. Ukishaondoka na ukiwa ni mtu muumini, basi utafaulu kwa taufiki Allah tabaraka wa taala. Angalia hadithi inayosema siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ameketi na masahaba zake, mara likapita jeneza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mustarehu wa mustarahu minhu, mustarehu au mustarahu minhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mustarehu au mustarahu minhu. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal mustarehu wa mal mustarahu minhu, umekusudia nini? Mtume akasema, innal abdal mu'min idha mata, mja mumin pindi anapokufa, yastarehu min nasabi dunya wa adha. Mtu mumin akifa, basi atastarehe kutokamana na uzito wa dunia na udhia wa dunia. Kisha Mtume akasema, wa innal abdal fajiri au kafir, mtu muovu au mtu kafiri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, yastarihu minhu al-ibad wal bilad washajaru wad-dawa. Na mtu ambaye kwamba muovu naye akiondoka, watu watastarehe kwake yeye, watu wataona ni afueni kwa kuondoka yeye, watu watashukuru kwa kuondoka yeye, wanyama watafurahi, miji itapumzika itashukuru, na mpaka mimea pia itashukuru. Kuna waliosema katika wanazuoni kuifanyia sherehe hadithi ni vile vile tulivyozungumza kwenye khutba ya Ijumaa, kwa uovu wake na maasiya yake na machafu yake, mpaka Mwenyezi Mungu akawahuzuia mvua yake, ikawa hata miti
haipate kunawiri, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amezuia mvua kwa sababu ya waja fulani kufanya maasi katika mgongo wa ardhi, au wanyama wakakosa chakula. Akifa mtu kama huyo, basi mpaka wanyama na miti watastarehe baada ya kuondoka kwake. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaeka bayana hapa kwa kunena ya kwamba kwa wawili haya, nani na nani? Mumin na kafir, au mumin na fajir, muovu na mtu ambaye kwamba ni mumin, ambaye kwamba ni mtu mzuri. Kwa hivyo dunia ni mahali pa sisi kufanyiwa mitihani, na mwanadamu ni kufahamu hilo. Yafaa tufahamu. Ukiweza kufahamu jambo, basi ni rahisi kutaka kupata mwelekeo ulio sawa katika hilo jambo. Lakini usipolifahamu hilo jambo, itakuwa uko kwenye shida kufanya la usawa kwenye lile jambo. Mfano wake mzuri ni Nabiyullahi Musa. Siku moja alimuuliza Allah tabaraka wa taala kwa kumwambia, ya Rab, kaifa yastati'u Adam an yuaddiya shukran ma sanatahu ilayhi. Mola wangu mlezi, hebu nipe habari, vipi ataweza Adam kuregesha shukurani kwa yale uliyomfanyia? Akaanza kumhesabia kwa kumwambia, khalaqtahu biyadik wa nafakhta fihi min ruhik waskantahu jannatak wa amarta almalaikata fasajadu lahu. Galia ni Mtume Musa amuuliza Allah tabaraka wa taala, ya Rabb, Mola mlezi, vipi Adam ataweza kuregesha shukurani kwako kwa yale uliyomfanyia? Umemuumba kwa mikono yako, umempuliza roho yako, umemkalisha pepo yako, bustani lako, kisha ukawaamrisha malaika wamsujudie. Vipi ataweza kuregesha shukurani kwa hayo? Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Musa, alima anna dhalika minni fahamidani alayhi fakana dhalika shukran lima sanatuhu ilayhi. Alilitambua hilo na alilifahamu hilo, ikawa kwa kule kufahamu ni shukurani tosha kwa kunishukuru kwa yale niliyofanyia. Sasa ina maana hata wanazuoni wasema, ukiwa na kwenye mtihani wa kugonjwa kwa neema, basi neema uliopawa na Mungu, njia moja kuishukuru ni alfahamu. Wewe ufahamu kwanza, hii ni neema niliyopawa na Allah tabaraka wa taala. Ukifahamu hilo, basi itakuwa tayari kwa taufiki Allah tabaraka wa taala, una uwepesi na sahali kutaka kuifanyia kazi ile neema uliopawa na Allah tabaraka wa taala. Asema Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu katika suratul Kahfi aya ya 7, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hakika yetu sisi tumejalia yale yaliyomo kwenye ardhi ni pambo, ili tupate kuwafanyia wao mtihani ni nani mwenye kutenda amali iliyo nzuri zaidi. Sasa tukiingia katika kiini cha maudhui yetu, wanazuoni wauliza swali, fama huwa al-ibtilau wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya. Ni nini mitihani? Ni nini kuonjwa? Na ni yapi haya maisha ya dunia? Sikia jibu walilolitoa, akasema alhayatu alibtilau walibtilau alhayat. Wakasema maisha tunaoishi ni mitihani, na mitihani ndio haya maisha tunayoishi, bila farikin kabirin wala saghiri, pasina kuwa na tofauti kubwa wala tofauti ndogo. Ina maana al-ibtilau al-hayatu wal-hayatu al-ibtila. Maisha ni mtihani na mtihani ni maisha. Kwa hivyo tunaweza tukasema mitihani ni part of life. Haya maisha ndio mtihani, na hii mitihani inayotukumba ndio maisha. Ina maana viwili vinavyotembea sambamba, ama tunaweza tukasema hata ni kimoja.
Ina maana hatuwezi kuepuka mitihani na hatuwezi sisi kuwa mbali na mitihani. Ni mwanadamu tuafahamu hilo kwanza, tuko duniani kwa lengo la kufanyiwa mitihani. Qala al-Imamu Nawawi, Imamu Nawawi yasema albalau, mitihani yakunu fil khairi wa sharri, huwa mitihani katika mambo ya kheri na huwa mitihani katika mambo ya shari, kama qala ta'ala fil A'raf, aya alivyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul A'raf aliposema wabalawnahum bilhasanati wassayiati la'allahum yarji'un, na hakika tutawafanyia wao mitihani kwa mazuri na mabaya ili wapate kurudi kwetu baada ya wao kutuaswi na baada ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ingawa kwa msimamo wangu mimi nasema hakuna shari kwa Mungu. Kwa Mungu hakuna shari, ni kheri tu. La shari kwetu huweza kuliona la shari, kumbe kwa Mungu ni kheri. Na la kheri kwetu tuweza liona kwamba la kheri, kumbe likawa si kheri, ni shari. Na vile vile tuweza tukaona hili limekuja ni sawa kwetu, kumbe si sawa. Tuweza tukaliona hili limekuja si sawa kwetu, kumbe ni sawa. Kwa nini? Sisi hatujui, Mungu ndo ajuaye. Ndio kule tusimamapo tukatukia kitu tukidhani ni shari, kumbe ni kheri, na tukapenda kitu tukadhani ni kheri, kumbe ni shari, nasi hatujui, ajuaye ni Allah tabaraka wa taala, kama alivyonena wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Huweza mukatukia kitu kumbe kawa kheri kwenu, huweza mukapenda kitu kumbe ikawa shari kwenu, nyinyi hamujui, Mwenyezi Mungu ndo ajuaye. Ina maana hakuna shari kwa Allah tabaraka wa taala. Lolote linalotukumba ni sisi tufahamu ya kwamba ni kheri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu watafanyiwa mitihani kwa mambo ya kheri na mambo ya shari. Na katika sura nyingine, suratul Anbiya aya 35, Allah tabaraka wa taala asema wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turjaun, na tutawafanya nyinyi mitihani kwa mambo ya shari na mambo ya kheri, na kwetu sisi mutarejeshwa na kwetu sisi mutarejea. Lakini kama muumini astahiki asimame kisawasawa. Muumini yoyote hateteleki kimtihani ama kwa mitihani. Tumesemaje? Ajaban li amri almu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ajabu ya jambo la mtu aitwaye muumini, mambo yake yote kwake ni kheri, na haliwi hilo isipokuwa kwa mtu muumini. Likimpata jambo lenye kumfurahisha, kushukuru kwa hilo, na likimpata jambo lenye kumsubirisha, lenye kumuudhi, kusubiri kwa hilo, na kote kwake kawa ni kheri, kwa sababu ashakiru waswabiru fil janna, mwenye kushukuru na mwenye kusubiri wote peponi. Ni ukifikiwa na mazito ukiliona nzito, na ukifikiwa na dhara ulionapo ndhara, subiri kwa hilo. Na unapofikiwa na jambo lenye kukufurahisha, basi shukuru kwa hilo, kwa sababu ndivyo yanavyotakikana mambo, kwa kusubiri na kwa kushukuru kwa mitihani yote ambayo kwamba inaotukumba. Lakini kuna yule mmoja nikikumbuka, alibahatika kumuoa mwanamke mzuri wa sura, akamwambia mke wake, alhamdulillah, tangia peponi. Kwa lipi na kwa vipi tangia peponi? Akasema, Mwenyezi Mungu kwa hivi ndivyo, kwa sura yangu ambapo kwamba si nzuri, akanipa mke nzuri kama wewe, nimeshukuru kwa hilo, basi na mwenye kushukuru atapata pepo ya Mungu. Mwanamke akamwambia, ungi peke yako peponi,
hunena kwa uzuri wangu na kwa uovu wako, ukashukuru kwa kufurahi kwa kunipata mimi mzuri, kwamba umeshukuru utaingia peponi. Mwana nzuri umenipata na peponi utaka kuingia peke yako, lakini nami kwa uzuri wangu na kwa uovu wako, nami mmesubiri kakubali kuketi nawe, nami pia peponi. Aswabiru wa shakiru fil janna. Huwezi kunipata kirembo kizuri kama mimi, nami kakupata mbaya hivyo ulivyo, lakini kisha ukataka kuingia na peponi, nami usinche peponi. Nami pia nilifanya subira kwa kusubiri, kwa sababu tukuliki ama huangaliliki, ingawa hakuna mtu mbovu. Ndivyo mimi ninavyosema, kwa sababu asili ya mwanadamu kaumbwa fi ahsani taqwim, kwa umbile ambalo kwamba ni zuri. Mwenzako muonaye si mzuri, kuna mtu afie kwake, na yule namuona mwenzako afie kwa fulani, hata ujiuliza jamani, ni salala, ameona kitu gani pale? Lakini ameona kinachomvutia. Sasa hakuna muovu wala hakuna mbaya. Mbaya kwako kwa mwenzako ni mzuri, ni mzuri kwako kwa mwenzako ni mbaya. Lakini kuna watu ambao kwamba wakiondwa na mitihani kama hii kwa kupata mambo ya kheri au mambo ya shari, basi wao huwa hutaka kukufuru na kutoka kwenye mstari wa sawa. Qala Ibn Zaid rahimahullah, kwenye aya tuliyoisoma asema, nabluhum bima yuhibbuna wa bima yakrahun, tutawafanyia wao mtihani kwa mambo wanayoyapenda na kwa mambo wanayoyachukia. Nakhtabiruhum bidhalika, tutawafanyia wao mtihani kwa hilo. Linandhuru, ili tupate kutizama, kaifa shukruhum fima yuhibbuna, vipi shukrani yao kwa yale wanaoyapenda, wa kaifa sabruhum fima yakrahun, na vipi subra yao kwa yale wanaoyachukia. Sisi tunataka kuangalia mtihani tutawapa, hili litawafurahisha na hili litawaudhi. Tunataka kuangalia kwa lile litakalowaudhi subira yao iko wapi, na kwa lile litakalowafurahisha basi shukrani yao itakuwa vipi ama itakuwa wapi. Ni Allah tabaraka wa taala hutaka kututizama. Ndipo hata akasema Allah tabaraka wa taala katika suratul Rum katika aya ya 36 kwa kutaka kuwabainisha watu mitihani inapowafika kwa kunena, wa idha adhatna an-nasa rahmatan farihu biha, tukiwaonjesha watu mambo mazuri watu furahi nayo. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idha hum yaqnatun, lakini tukiwafikishia wao mambo mazito yenye kuwaudhi wao kwa yale walioyatanguliza kwa mikono yao, basi wao kata tamaa na rehma za Allah tabaraka wa taala. Hawa kama wale Mwenyezi Mungu anaosema, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Kuna watu wajua wako ukingoni, kuna watu wameingia katika Uislamu lakini guu moja nje guu moja ndani. Kuna watu hawana imani ya kisawasawa, ukingongea tu gogo kidogo huwa tayari yeye ashababaika. Lakini kuna watu walikuwa na misimamo, wameamua kuingia katika Uislamu kama wema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliotangulia. Kimwangalia wewe Bilal kwa jua kali la Maka, kushikwa na kukamatwa na kutukuliwa pandikizi la jiwe kuwekwa katika kifua chake, kisha kila akiambiwa kufuru akisema ahad ahad. Mchezo. Ammar ibn Yasir kashikwa yeye, kashikwa na babake, kashikwa na mamake, waliteswa wazazi wake mbele yake. Mamake alikufa, aliuawa, mwanamke wa kwanza kufa shahidi, Sumayya. Vitabu vasema kwa baadhi ya riwaya aliuawa na ila hali ni mjamzito. Walitukua msururu au mtaimbo na kumwingiza katika sehemu zake za siri. Ashuhudia hivi kwa macho, lakini wamesimama kwa msimamo wa kisawasawa. Ammar kuiona hali nzito, alipoambiwa mkufuru Muhammad alimkufuru, alimkataa, alimpinga. Lakini angalia
imani yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa iko pale pale. Baada ya hapo ameachiliwa kwa sikitiko la kuwaona wazazi wake namna wanavyoteswa, ikawa yuko tayari kutaka kumkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alipoachiliwa ilikuwa hawezi kumkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona haya. Na alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mtume, wamenitesa wakanambia nkukufuru na ni kufuru dini ya haki ya Uislamu mpaka mimi nikaikufuru, lakini sikitiko kawahulia kwa nini amekufuru. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaifa tajidu nafsak, nafsi yako iko vipi, moyo wako uko vipi? Akamwambia, mutma'innun bil iman, imani yangu kwako ya Rasulullah iko pale pale, na imani yangu kwenye dini ya Kiislamu iko pale pale. Mtume akamwambia, fa in adu fa'ud, wakirudi tena basi kwa msimamo wako huo simama hivyo hivyo, maadamu moyo wako uko sawa sawa katika dini ya Kiislamu. Angalia watu namna walivyokuwa, lakini siku nao kisa hichi ambao kwamba watu ukitoa sana hatujui ncha maskani au ncha vitabuni, lakini sana nakiona ncha maskani. Ati siku moja watu wako msikitini wameketi, akaja mtu bila shati amebeba upanga, akawauliza watu walioko msikitini, nani muumini? Jamaa kimwa panga. Basi akaingia akamtukua imamu akaenda naye. Kumbe huyu bwana aliyokuja na panga msikitini, lengo lake lilikuwa kutaka kutindiwa mbuzi, si masala ya kuuana. Basi akampa imamu, imamu akamtindia, akamwambia imamu, tuna. Imamu akamwambia sijui kutuna. Akarudi tena msikitini na panga lake, na panga utiririka damu. Nani muumini? Jamaa akiangalia panga asema imamu khalas. Shamalizo imamu amerudi tena humtafuta mwingine. Jamaa usema kwamba pale pale mikono, watu wakainua mikono, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Handa nini Yesu asifiwe kwa upanga kutiririka damu? Lakini tusikishike sana kikilivyo hichi kisa cha masikani, hakiko vitabuni, lakini kina ibra, kina mazingatio, ina maana ya kwamba kuna watu hata wakimwamini Mola wao, basi wao huamini tu pambizoni, wakifikiwa na mambo yenye kuwafurahisha nyoyo zao, basi wao hustakiri wakona hapa ndipo. Lakini wakifikiwa na mambo tena kwa kuyatanguliza kwa mikono yao, wao kata tamaa, wakasema sisi hapa hatumo. Lakini asili ya muumini na ingiapo katika dini yake ya Kiislamu, na ingie kisawasawa, yakija ya kheri na yakija ya shari, yote yuko tayari kuyapokea. Tukifunga muhadhara kulingana na wakati, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, innal balaa alladhi yusibu al-abd fi llahi la yakhruju an arba'ati aqsam, mitihani ambao kwamba inaomfika mwanadamu haitoki mitihani isipokuwa kwenye vigawanyo vinne. Sikia vizuri sana. Fa innahu, hakika mtihani ukija, imma an yakuna fi nafsihi, ni ima mtihani ukufike nafsi yako wewe mwenyewe, au fi malihi, au kwenye mali yake mtu, au fi irdhihi, au katika heshima yake na cheo chake, au fi ahlihi wa man yuhibbu, au katika watu wake, familia yake na wale anaowapenda. Kweli mitihani iko hapo, ima kwa wewe mwenyewe, ima kwa mali yako. Mfano mzuri tunao kwa jumba lililoporomoka Mombasa, mtihani mkubwa sana. Waonaje ufikie pale kwenye kufikia katika kulisimamisha jengo kama lile, kisha litoe crack, kisha waje wataalamu wasema halina namna hili isipokuwa kuangushwa.
liliangushwa kwa namna tulivyoona kwenye mitandao, kwa namna lilivyoangushwa? Mwaonaje kwa mtihani kama ule? Mamilioni kama yale, si ajabu miaka ingia miaka toka huenda mbio kutafuta kama ile, lakini kisha baada ya kujengwa kwa miezi au kwa mwaka kuambiwa kwamba hili halina namna mpaka liangushwe. Ni mtihani na yataka subira. Au kwa watu wako, hutoka watu ndugu zetu Falastini, Mwenyezi Mungu awanusuru na Mwenyezi Mungu awape subra kwa mtihani mkubwa ambao kwamba wameupata. Lakini wako watu, mmoja asema nilitoka kwenda kutafuta mkate kwa kuwa njaa imetulemea.